Ni wakati mwingine tena mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kujuzana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, na hapa tunagusia kile ambacho amekizungumza waziri mkuu wa Israel mara tu baada ya Uturuki kutangaza kutoa hati ya kukamatwa kwa Benjamin Netanyahu kufuatia kesi ambazo zinamkabili na kesi ambayo imefunguliwa katika mahakama huko nchini Uturuki pale Istanbul. Taarifa inasema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel itaendelea kuchukua hatua kwa nguvu dhidi ya kile alichokiita juhudi za Uturuki za kudhoofisha utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na kukabiliana na tishio lolote linaloweza kuhatarisha usalama wa Israel. Kauli hiyo imetolewa Ijumaa kupitia ofisi ya Netanyahu, huku mvutano kati ya Israel na Uturuki ukizidi kuongezeka. Netanyahu pia amemshambulia rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, akimtuhumu kuwa na chuki dhidi ya Wayahudi, kuwakandamiza raia wake na kuunga mkono Hamas. Israel kwa muda mrefu imeacha kuvutiwa na unafiki wa Uturuki, Netanyahu amesema kabla ya kumtaja Erdogan kama dikteta mwenye chuki dhidi ya Wayahudi. Kauli hizo za Netanyahu zimekuja muda mfupi baada ya Uturuki kuiomba Interpol kutoa red notice dhidi yake kufuatia hata kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya Istanbul. Hatua hiyo ya Uturuki inahusishwa na uchunguzi unaolenga hatua za Israel dhidi ya msafara wa kimataifa wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza. Red notice ya Interpol ni ombi kwa nchi wanachama kumtafuta na kumzuia mtu anayehitajika kwa ajili ya taratibu za kisheria, ingawa yenyewe si hati ya kimataifa ya kukamatwa. Mvutano huo unaongeza zaidi tofauti za kidiplomasia kati ya Israel na Uturuki ambazo zimekuwa zikizidi kuwa kali kutokana na vita vya Gaza na msimamo wa Ankara dhidi ya operesheni za kijeshi za Israel. Hii ni kauli ya kwanza kabisa kutoka ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu pale nchini Israel, ambapo Netanyahu amesema kwamba kwa muda mrefu Israel imeacha kuvutiwa na unafiki wa Uturuki, na alisema hivyo kabla ya kumtaja Erdogan kama dikteta mwenye chuki dhidi ya Wayahudi. Mapicha kama yanatokea hivi kati ya Israel na Uturuki, kwa sababu kama kuna mvutano hivi unaonekana kati ya mataifa haya mawili. Israel na Uturuki zimeanza kuvutana tangu kipindi cha hapo nyuma, kwa sababu wakati misaada ya Sumudi Flotilla ikipelekwa Gaza, Israel iliwakamata wale wanaharakati, akiwemo mwanaharakati maarufu duniani wa kimazingira Greta Thunberg pamoja na wanaharakati wengine, wote walishikiliwa na Israel. Lakini operesheni hiyo iliongozwa na Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa taifa. Wapo ambao walikamatwa na kuteswa, wapo ambao waliingizwa magerezani na kutolewa baadaye, lakini wapo ambao walirudishwa huko walikotoka. Waliamriwa kutokana na kile ambacho Israel walikiita ni usalama dhidi ya ukanda wote ule wa Gaza. Uturuki ililaani vikali mateso ambayo walikutana nayo wale wanaharakati wa msafara wa Sumudi Flotilla, lakini haikupendezwa, ndio maana hata wameweza kufungua kesi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini pia wana hasira naye kwa kile ambacho kimefanyika pale katika ukanda wa Gaza, kwa sababu tumeona vita kati ya Hamas na Israel ilivyoleta madhara makubwa, maelfu kwa malaki wameuawa. Kwa kweli ni kitu ambacho dunia yote imeona kwa kiasi gani ambavyo watu wa Gaza walikipitia chini ya mashambulizi ya Israel. Tumeona pia Israel kufanya mashambulizi pale nchini Syria, mpakani kabisa na Uturuki, kuwazuia wale wanajeshi wa Uturuki ambao Israel ilisema kwamba walikaribia kuingia katika kambi mojawapo pale nchini Syria. Hivyo Israel ilisema kwamba kuingia kwa wanajeshi wa Uturuki nchini Syria ni hatari kwa usalama wa Israel. Tuliona mashambulizi ya anga yaliyofanyika, karibu mashambulizi 8 Israel walipiga pale siku ya hapo juzi. Tukaona taarifa mbalimbali za kulaani nchi kadhaa za Guba zikalaani, kwa sababu waliona kwamba ni hatua ambazo zinalenga zaidi kudhoofisha usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Lakini pia taarifa hii kutoka nchini Uturuki baada ya mahakama pale nchini Istanbul kutoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel, huku Interpol ikiombwa kutoa red notice ili kufanikisha mpango wa kumtafuta waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kuzuiliwa kisheria. Basi ni muendelezo tu wa matukio ambayo yanatokea, mvutano kati ya Uturuki pamoja na Israel. Mtazamaji, ili kufahamu mvutano huu kati ya mataifa haya mawili, ni kuombe uendelee kuwa nami wakati wote. Nitakujuza hapa Zone Media kuanzia mwanzo hivi mpaka mwisho kitakachotokea. Kama bado hujaweza kusubscribe, ni kuombe uweze kusubscribe kwa unyenyekevu kabisa, lakini pia
kulike video zetu, kukomenti, hata kushare sehemu mbalimbali, ili watu wengine pia waweze kuengage nasi wakati wote saa 24.